Mechi inachezwa watu watakujana, nimeona kuna kiongozi wa JKT kataka kumpiga muamuzi. Meneja tena wa timu anakumpiga muamuzi kwa sababu ya maamuzi ya muamuzi. Na tena faulu imefanyika, ametoa kadi, yeye anaenda anamkashifu na nasikia ugomvi ile ilianzia toka kwenye pre-meeting ya saa 4 ya kabla ya mechi. Inaonekana meneja anaonekana ana kitu labda aliahidiwa na jamaa zetu. Hatuwezi kujua maana haya maisha wala. Kuna maisha baada ya mpira. Kwa hiyo kwa kiungwana alichokifanya sio kitu sahihi, kwa sababu mpira una protokoli zake na una utaratibu wake. Kama kuna mtu kakosea, meneja una kazi yako unayo. Mechi ina marefali 4. Ina kibendera wa kwanza, kuna kibendera wa pili, refali wa kati na msimamizi wa mchezo pale kabisa. Si ndio hivyo? Kwa hiyo wewe unataka kuwafundisha watu wote wale kazi, wewe ujione ndo mambo. Na ndo kosa lilomkuta. Lakini mechi zetu sisi zote wanasema sina zinua kwa sababu kuna fungu linatembea. Na kila mechi tunavocheza kuna kuwa na gari kama 2 zinapaki nje. Watu wametulia wanasubiri mechi ishe ili watu waweze kumaliza jambo lao. Mpaka kuna mchezaji wa Mashujaa kakiri kwamba kweli waliahidiwa pesa milioni 100. Kwa hiyo hivi vitu viko wazi. Na tulivyowafunga mchezaji akasema kwamba si hatujui kama ile hela tutapewa au tupewe, lakini kisalabu Mashujaa wamepambana, wamekufa kiume, wape hela yao, watafute 100 nyingine, si zipo nyingi bwana, watafute milioni 100 nyingine waweke kwenye timu zingine. Tunajua ile hela inahama. Imetoka kwa Mashujaa, imeenda kwa JKT. Viongozi wa Mashujaa wenyewe ndio walitoa ahadi ile. Hapana, sio kweli. Mashujaa hawezi kutoa. JKT ndio ametoa. Jeshi la kulinda nchi lina weledi mkubwa sana. Mshahara wako na ndio utakaotumikia kazi yako unaifanya. Sawa? Hiyo posho labda uende kuongezwa cheo. Ile kuna watu wanaenda kuweka, lakini lile fuko linatembea. Mpaka sasa hivi lishatembea sehemu 2. Limetembea kwa Mashujaa, limeenda kwa Mia Samuyo. Linahama tena linahamia KMC zidi ya Pamba. Na Pamba wameletwa hapa wana kama siku ya 3 wako hapa mjini. Tunajua mipango yao yote kwa sababu Simba ni taasisi kubwa. Lakini si tuseme tu, si tunacheza mechi zetu. Na tutapambana tutakapoweza. Na tutakupokea utakavokuja. Ukija kistaarabu tutakupokea vizuri. Tumeona jana JKT walishia kucheza tu faulu ambazo hazina msingi, wakakabizwa kadi. Wengine kwenye benchi wakapaniki, wakapewa kadi, wakaenda kutulia nje ya uwanja, waende kuangalia kwenye TV au wasikize kwenye redio. Hiyo ndio protocol ya mpira. Na hata Pamba tuwaambie mambo mawili. Wakipoteza muda tunakuja na tochi za kuchaji. Wakifanya faulu wataadhibiwa kwa kupewa kadi kwa sheria 17, sio kwa sheria za Simba, sheria 17 za mpira. Kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba tu, mechi ya Pamba ni mechi ya vita zaidi ya Mashujaa. Wakae wakitambua hilo. Na niwakumbushe tena, mechi ya tarehe 15 mwezi wa 6 iko vile vile. Wasiwasubutu kuwarubuni au kuwaambia kwamba eti mechi wao wachezi. Waongo, wanataka tuweteke ili mradi watuone kama sisi watoto wadogo. Simba tunajielewa na tunaandaa timu yetu. Management inajua maana ya kuandaa timu, Mwalimu Fadlu anajua andae mechi hii acheze vipi, na sisi wanachama na mashabiki nje tutahakikisha tunajiandaa mara 50 ya mechi iliyopita ambao tulifungwa kwa mipango kwenda katika mechi ya tarehe 15 hiyo mwezi wa 6. Hapo kwenye mechi ya dabi ya tarehe 15 ambayo imepangwa, Young Africans wanasema hawachezi, lakini sheria inasema timu isipopeleka timu uwanjani, sheria inasema timu isipopeleka uwanjani timu yake inakatwa alama 15. Lakini pia inashushwa daraja. Unahisi Young Africans atakubali hilo kweli waweze kushuka daraja waende kucheza championship? Ndio maana nakwambia watacheza. Sema wanaleta uhuni wa kishamba. Mimi niseme wanauni wa kishamba tena wa kizamani mno. Kama ule wa mchezaji anapiga pasi mbele alafu anamzunguka mwenzie hivi. Pasi ya kizamani, umeona ndio uhuni wa kishamba wa kizamani sana. Wale mpira watacheza. Yanga ni taasisi iliyongata kila system katika nchi. Sasa watakupeleka kila kitu katika nchi. Sikiza nikwambie kitu. Kuna watu wanazungumzia hivi vilabu kama vile wametoka usingizini. Sababu hata hao wanaopinga wachezi ni watu wa maisha, ni watu wa kawaida sana ambao hawaelewi maana ya nchi. Hawaelewi hizi timu ziko kwa sababu gani. Hawaelewi. Wapo tu kwa sababu Yanga yangu basi. Kama yule dada mmoja ana rasta hivi. Anaongea ovyo kabisa. Haelewi. Muulizo umeenda kushabikia Yanga lini, atakwambia kipindi cha Mayele. Sasa hawa watu hawajui maana ya mpira. Mpira unaunganisha amani ya nchi. Kuna mashabiki wa ovyo sasa. Wa ovyo tena ni wengi mno. Ndio kama hao unapokwambia yule dada.
kakurupuka tu, kaacha jiko kupikia watoto na familia na mume wake, anakurupuka tu anaongea ovyo. Mpira watu wametia hela. Muulize yeye mwenyewe anajiweza kashaisaidia timu yake ya Yanga kwa kitu gani? Atakwambia tu mimi kwenda uwanjani Yanga damu anasaidia kama hivyo kwenda uwanjani kushangilia. Kwa sababu anasifiwa sana, anapewa free pass aingie bure. Wallahi mwambie kama kadia nayo uwanjani. Labda zamani ndo alikuwa anakata, sasa hivi anapoa na yeye yumo katika hatuchezi wanaovaa fulana. Wale wote hatuchezi wale. Wale wote machawa. Wote machawa wale wanaingia kwa free pass uwanjani. Kwa hiyo wale wanawazungumzia watu. Ila mimi na uhakika kuna wene Yanga wako nyuma. Inawauma hiki kitu kinapotokea. Ambao wao wanaisaidia klabu yao kwa kununua jezi. Wao wanaisaidia klabu yao kwa kukata tiketi kwenda uwanjani. Wao wanaisaidia klabu yao kwa kuchangia hoja maalum. Na wanatamani dabi ichezwe kwa sababu Yanga ni klabu ya mpira, sio klabu ya propaganda. Leo wanasema hawana imani na TFF na bodi ya ligi. TFF ndio wasimamia mpira wetu. Si ndio hivyo? Mechi wanazocheza wanasimamia nani? Mbona wanaenda wanacheza? Kama wao wanasema hawana imani na bodi ya ligi na TFF, waamuzi wote wanatoka ndani ya TFF. Sawa? Ratiba za mechi zinapangwa na TFF, pale ndani kuna kamati zake. Kamati hizo ndio pamoja na bodi ya ligi, si ndio hivyo? Mbona mechi zingine wanacheza? Wanahesabu ambakiza mechi tatu. Mechi tatu zile zinasimamiwa na nani? Mama Karume. Si na bodi ya ligi. Sasa mbona wanacheza? Kwa hiyo hawa hawako sawa. Yaani mimi niseme tu, hawako sawa. Yaani kuna vitu wanavifanya vya kizamani mno, vya kipuuzi mno, kwa sababu huwezi kufanya vitu kama vile unazungumza wakati bodi ya ligi ndio inasimamia mechi zako zingine. Lakini ukiachia hilo, leo Jemedari kasema, na hili hata sisi tunalijua, UEFA kocha anampanga mchezaji ambaye hajawahi kucheza katika mechi ngumu. Hata Ulaya hakuna hiko kitu. Leo huwezi kucheza Real Madrid na Barcelona ukamchukua mtoto ambaye hajawahi kucheza ukamweka kwenye ile dabi, wakati wachezaji wakina Neymar, wakina Mbappe wazima, ukaenda kumchukua mbadala wa Mbappe ukamwanisha kwenye dabi wakati Mbappe uko kwenye benchi. Hiyo sio kweli, uongo. Tuzungumze kimpira. Wao wamefanya hivyo kwenye mechi zidi ya Black Stars Singida. Sisi tunazungumza kila siku. Timu ambazo zina nembo ya mdhamini ambaye anawadhamini wao ndio mdhamini wao mkuu. Timu zote wamechukua pointi 6. Ndio maana hata tajiri akiulizwa anakuambia Yanga bingwa, kwa sababu anajua kabisa ana timu kama 7 kazidhamini zinampa 6. Piga 6 mara 7. Lazima uwe bingwa. Yes, kwa hiyo ndio maana sisi tunalalamika, lakini malalamiko yetu mwanzo walikuwa yasikilizwe, kwa sababu kuna watu walikuwa wanatubeza, wanatuambia nyie kwa sababu Simba iko chini ya uongozi ndio maana mnaiongelea hivyo Yanga. Leo wameona madhara ya swala lile, kwamba watu wanafanya mipango kwenye ligi. Mfano mdogo tu, wameondoka wameenda Zanzibar katika muungano. Timu zote kwa sababu zichazo ya mipango, huku timu 3 kwa aibu zimetolewa raundi ya mwanzo. Wao wenyewe mbeba ubingwa kwa meno. Hatujaona hata goli 3 kule Zanzibar. Hatujaona hata goli 2 bila. Uongo. Goli moja tena la Mungu tisaidie, au sio? Kwa hiyo wanarudisha ligi yetu nyuma. Katika utawala wa Simba wanabeba ubingwa mara 4 mfululizo. Hakuwepo haya mambo. Tulikuwa tunacheza mpira mtu na ngata meno. Mtu akifungwa anafungwa kweli. Na ilikuwa haina udhamini wa kudhamini klabu nyingine. Toka wamekuja hawa mabwana, wanagoma mpira wachezi. Toka wamekuja hawa mabwana, timu watu wanapanga dhaifu. Toka wamekuja hawa mabwana, malalamiko mengi. Toka wamekuja hawa mabwana, ahadi za mabonanzi zimekuwa nyingi. Sasa tuwaambie, tunajua Yeremia imeenda kuhamia kwa Pamba wajiangalie. Si tunahitaji pointi 3 za kucheza uwanjani. Watu wanalipa viingilio wakapate starehe. Waache ushamba wa wale washamba wanaowafundisha ushamba. Wacheze mpira watu mtu kama kalipa 20,000 na 10,000 katika uwanja wa KMC, apate burudani ya mpira. Mtu anataka muone mchezaji ananyumbulika uwanjani, anapiga pasi, watu wanalizika. Kama jana JKT tumeona ile pichi ya 120 60 kwa 60. Pasi inapigwa inaenda 60, inarudi 40, inarudi 35, inarudi tena 60. Ndio maana wao walishindwa, kwa sababu uwanja ule na timu ina wazee wamechoka. Uwanja 60 kwa 60 hawezi kukimbizana. Wamezidiwa na vijana JKT. JKT jana wametaka kukimbizana na sisi sababu tuko sawa sawa. Kuna mmoja kaomba mwenyewe kutoka. Baada ya elimu Panzo Kibisawala kumkimbiza, mwenyewe kaomba, akapiga magoti kaomba kutoka. Kwa hiyo ndo yes, mwenyewe boss. Mwenye kaomba wala kuguswa.
Mpanzu alimgeuza, akamwambia mdogo wangu njoo, akamchukua tena, akampa, akamwambia haya twende tukimbizane. Wamekimbizana, mtoto kaishia njiani, kashika magoti, kaomba sabu. Hiyo ndio Simba Sports Club. Kwa hiyo tuwaambie tu, mechi ya tarehe 15 itachezwa na wana Simba tujipange na hiyo mara 50 ya ile, na mechi ya tarehe 8 zidi ya Pamba toto lao inachezwa KMC, mechi ya vita. Tujipange kwa mechi ya Pamba. Pamba tuwaambie, wakipoteza muda tunakuja na tochi za kuchaji, wakicheza faulu ambazo hazieleweki za kutumwa kuwaumiza wachezaji wetu, kadi nyekundu zitawahusu. Sasa Shabani, mimi nataka kufahamu hapa, ikitokea mfano imetokea Young Africans hawajaleta timu uwanjani hiyo Juni 15, mechi hawatacheza, lazima watakatwa alama 15 na watashushwa daraja. Ligi msimu ujao mfano tunaenda kucheza ligi bila Young Africans, ligi itanoga? Itakuwa ligi bora zaidi ya ubora uliokuwepo. Wanayefanya ligi isiwe bora ni wao. Wakiondoka ligi yetu itakuwa bora. Tena tutafly zaidi kwa sababu ligi yetu itakuwa bora. Watu watacheza mpira typically. Mpira ule ambao unaochezwa kujua kabisa kila mtu analizika uwanjani. Wakishushwa daraja, wakaondolewa, wakaenda kwenye ligi daraja la kwanza, ligi kuu ya Tanzania bara itakuwa bora. Na nikwambie, wakishushwa si watapambana tena kurudi. Ule mwaka mmoja ambao tutacheza wao wakati hawapo, ligi itakuwa namba 2 katika ubora Afrika. Wallahi nakwambia na hapo. Kama wakishushwa daraja, wakawa wameshushwa kwenye ligi daraja la kwanza, si tutacheza msimu mmoja bila hata wao, ligi yetu itakuwa namba 2 katika ubora Afrika. Na tutatoa timu bora zitakazowakilisha nchi. Kila mtu atapambana kwa nguvu yake, na watu watacheza mpira kwa kupitia nguvu zao, sio kwa kununuana. Hivi kwa nini mashabiki wa Simba na Yanga kila mmoja anatamani mwenzake aweze kushuka daraja? Kuna nini hapa nyuma? Wao hawawezi kutamani sisi tushuke kwa sababu sisi tunafanya vitu sahihi. Na Yanga wenye akili wanakuambia kabisa Simba ndio baba wa mpira wa Afrika. Sekafa. Na kwa kudhibitisha hilo sio wao tu. Hata Kafu wanajua. Wewe huwezi kubishana na Kafu. Leo Kafu katupa sisi heshima. Sio kama ya kutupa ya bure hiyo heshima, kwa pointi zetu. Leo tuko nafasi ya 4 katika ubora Afrika. Wewe uko nafasi ya 10 na ngapi unatubeza, tutakuwa kichwa chako kibovu. Wewe sisi ni bora kwa mtu ambaye anatujua sisi bora. Leo inawezekana timu namba 4 katika ubora Afrika ishushwe daraja. Watu wote watasikitika na dunia itastuka. Lakini mtu aliyokuwa nafasi ya 10 na ngapi akishushwa, watu wanajua kama vile kafa antikesi tu. Si unajua anti akifa watu kafa nani antikesi ya. Hamna yani watu washughuliki. Lakini watu wakisia bana kafa mtu fulani bana shehe fulani, Mwenyezi Mungu, mtu anaenda. Lakini wakishushwa hao kama vile antikesi kafa tu.